hivi, dalili za mtu aliyetekwa kwenye ulimwengu wa roho. Dalili ya kwanza, mtu anafanya kitu ambacho hakutakiwa kukifanya. Ine tunaita roho ya mahangaiko. Kwenye maamuzi mtu hana utulivu, kwenye matendo mtu hana utulivu. Tafsiri yake ni nini? Kwamba nafasi ambayo ilitakiwa impe uwezo wa kufanya vitu vikaleta matokeo haipo. Ya pili, kukosa amani na kukata tamaa. Mtu atamani kuishi tena. Ni kweli una biashara, ni kweli uko kwenye ndoa, ni kweli unavyo vyanzo vya uchumi zao, nao ya kiasi chako cha amani. Kweli uko kwenye nafasi ya kimaamuzi, unaweza kuamulia wengine. Angalia kiwango chako cha amani, hivyo unavyovifanya vinakupa furaha kiasi gani? Aliyekaa kwenye nafasi yake. Sasa wewe kwenye ulimwengu wa roho umehamishwa na umepelekwa mahali, umefungwa, uko kwenye gereza. Unataka uniambieje kwamba hiyo ndoa utaifurahia kwa namna ipi, wakati nafasi ya ndoa haipo, nafasi ya kufanya biashara haipo, kwamba kila mtu aelewe mahali alipo, akasimame mwenyewe na akavuke mahali alikokwama. Watu walio wengi wamegubikwa na huzuni nyingi. Watu walio wengi wamefungwa na malalamiko, hawafurahii mahali walipo. Hatua ya tatu, kukataliwa na kuchukiwa na watu walio karibu nawe bila sababu. Inawezekana ni kiongozi, umepewa nafasi ya kuongoza, lakini ghafla watu wa ofisini hawataki kukusikiliza, watu wa ofisini hawataki kufuata maelekezo, wanakuchukia. Watu walio karibu na wewe, vyanzo vya watu muhimu vinapotea. Uwe na uhakika nafasi yako haipo. Wengine wamefika hatua ya kukataliwa na wazazi wao na ndugu zao, jamaa walioko karibu. Ukiona uko mahali ambako unajulikana kwa jina, unahesabika kuwa ndiye mwenye lile eneo, ndio mmiliki, na vitu havikuletei matokeo, kuna shida. Dalili ya nne, usingizi mzito saa ya kufanya vitu muhimu vya kukusaidia. Inawezekana ukawa umeshika Biblia, unasoma neno, unajikuta Biblia ndio umegeuka kuwa mto. Lala, hauwezi kutoka kwenye kifungo usichokijua. Okay, dalili ya tano, bidii ya kufanya kazi bila mafanikio. Yaani wakikuona wanasema yule mtu ni mchapakazi. Angalia mafanikio, unapambana kweli, jinsi unavyomhudumia mume wako, ukifikiri kwa kweli huyu mume atanipenda, alafu hakuna upendo. Dalili ya sita, shida na misukosuko isiyoisha kwenye mifumo ya maisha yako. Ukimaliza hili linaibuka lingine, najiuliza maswali, hivi manake mimi Mungu anipendi? Mwambie jirani yako kwamba Mungu anakupenda, shida hauna maarifa. Kwenye kitabu cha Warumi 1:28 anasema, kwa sababu mmekataa kuwa na Mungu katika fahamu zenu, na mimi nimewaacha muyafanye yasiyofaa. Manake kuna saa ukikataa kuwa na ufahamu, ukikataa kumjua Mungu, ukikataa kuwa kwa Mungu, Mungu anakuacha ili upotee. Kasome vizuri maandiko. Dalili ya saba ni kukosa ushirikiano na watu muhimu ambao Mungu amekupa wewe. Unakuwa ni mtu wa kukutana na watu wasio faida. Kwenye kitabu cha Methali 18 ule mstari wa 24 nasema, msiwe watu wenye kutengeneza marafiki wengi, kwa sababu utakuwa ni uangamifu wako wewe mwenyewe. Angalia, anasema lakini yuko mtu mmoja aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Ukienda kuomba kwenye nafasi ya mtu sahihi kwenye maisha yako ambaye atakuvusha, hauhitaji watu wengi, unamhitaji mtu mmoja. Unamhitaji mtu mmoja. Haitakufaa kitu kujulikana mwenye marafiki wengi halafu umekwama, haitakusaidia. Mwambie Mungu akupe mtu mmoja ambaye huyo mtu hata saa ya kukuombea, moyo wake ataomba na atakuombea kama anaomba cha kwake. Sasa watu wengi ni wa nini? Mungu ninamsi, nipe mtu ambaye ataambatana na mimi halafu nitafanikisha kwenye kazi yako. Unaokutana nao wewe ni watu wa kukukwamisha, ni watu wa kukuingiza kwenye dhambi. Ushirika na watu sahihi